Well, ni game ambayo kama Jemedari ambavyo amezungumza, kwanza hali ya picha ilikuwa kwenye ubora wake. Kuna sehemu kulikuwa kuna maji, kwa kuna muda unapiga pass unajikuta imekuwa blind pass, kwa maana ya pass kipofu haifiki. Kwa hiyo kulikuwa kuna tahadhari nyingi sana, uwe ni beki, uwe ni kiungo mshambuliaji, ukipigiwa pass. Tunapewa nguvu na kampuni ya mikopo ya Shatta Microfinance. Wanakwambia pata mkopo na Shatta Microfinance, msingi imara kwa mafanikio ya kila mjasiriamali nchini. Ofisi zao zinapatikana Ngare nalo Arusha. Unaweza kupigia simu nambari 0782-990-965. Pia wanapatikana Ngalamtoni Arusha. Wapigie simu kwa nambari za simu 0794-703-985. Kwa ofisi ya Ngaramtoni Arusha. Kwa Mbezi Dar es Salaam wapigie simu nambari 0752-685-027. Yale mashuti na nadhani ndo big chances mbili ambazo walikuwa nazo Masri, lakini Kamara aliweza kudili nazo vizuri na kuweza kuiokoa Simba. Kwenye game ya kwanza tuliona Simba wakiwa kwenye mfumo wao wa 4-2-3-1, kwa maana ya walinzi wanne, viungo wawili wa chini, lakini pia viungo watatu washambuliaji na mshambuliaji mmoja alianza Ateba. Na tulichokiona zaidi, kwa sababu Fadu alijua yuko away na anacheza na timu ambayo ni nzuri kwenye counter attack, so alihitaji kuwa na rest defense ya wachezaji wengi kwa namna moja ama nyingine, na hususa dakika 60 za kwanza. Simba ya away kipindi cha kwanza tulikuwa tunashuhudia wakiwa wanaanza kujenga mashambulizi, Kapombe na Zimbo walikuwa hawapandi sana, yani wanasogea kwenye mid third eneo hili hapa, and then wanakuwa sambamba na center back wawili, and then mbele yao utakuta viungo wawili wazuiaji akina Kagoma na Ngoma. Kwa hiyo tulikuwa tunaiona rest defense hiyo ambayo ilikuwa na wachezaji 6 katika game ya kwanza kule Misri. Lakini kwenye mechi nyingine za msimu huu tumekuwa tunaona Simba wanacheza na asymmetrical 4-2-3-1. Mara nyingi sana utakuta ni Kapombe anaruhusiwa, Zimbo anabaki wakati timu inaanza kujenga mashambulizi. And then mpira ukishafika kwenye phase ya pili ambayo ni progression, Zimbo naye anafunga safari kwenda mbele zaidi. Kwa hiyo inakuwa kama asymmetrical 4-2-3-1. Lakini jana kulikuwa kuna utofauti, kwa sababu Fadu alijua timu iko nyuma kwa magoli 2-0, lazima ariski baadhi ya moment kuweza kuongeza idadi kubwa ya watu kwenye zoni ya Masri. Na kwa sababu Masri walikuwa wanacheza na mabeki watano nyuma, alichokihitaji ni kuwa machi hao watu watano. You see? Kwa tulikuwa tunashuhudia hapa Mkwala ambaye alianza anacheza kwenye half space katikati ya center back wa kushoto na center back wa katikati hapa kwenye hii half space hapa eneo hili hapa. And then Jean Shalea huo ambaye muda mwingi tumezoea yeye, Kibu na Mpanzu wao wanacheza nyuma ya Mkwala, tunasema in between kwenye haya maeneo. Jana ilikuwa ni tofauti. Badala yake Jean Shalea huwa alikuwa anaombea zaidi mipira kwenye half space ya pili katikati ya center back huyu wa kulia na center back wa katikati. Kwa hiyo katikati ya center back watatu wa Masri kulikuwa kuna washambuliaji wawili wa Simba. Sasa tumezoea Mpanzu na Kibu huwa wana drop kuja kuungana na Ahoua nyuma. Jana mwalimu alihitaji kuimachi back 5. Tulichokuwa tunashuhudia ni Kip Dennis alikuwa anaombea mipira kwenye half space hii hapa ya kushoto katikati ya wing back na center back wa kushoto, and then Mpanzu naye alikuwa anaombea kwenye hii half space katikati ya center back wa kulia na full back wa kulia. Kwa hiyo ukitazama kwenye hii back 5 ya Masri kulikuwa kuna wachezaji watano wa Simba ambao walikuwa wanaomba mipira, wanne ambao walikuwa wanaomba mipira kwenye haya maeneo. Ni nini? Ni kwa sababu mwalimu aliamini zinaweza zikapigwa penetration kutoka kwa Ngoma na Kagoma, zije zikute idadi kubwa ya wachezaji hapa na waweze kufanya vitu vinatokea. Kwa hiyo nini kilikuwa kinatokea? Kapombe utamkuta ameoverlap, Zimbo naye utamkuta ameoverlap kwenye haya maeneo. Simba nyuma wanabaki na rest defense ya wachezaji wanne, na hao wanne Kagoma na Ngoma kuna muda nao walikuwa wanasogea juu zaidi, kwa sababu hawa namba 10 watatu tayari wameingia kwenye half space. Kwa nyuma Simba wanabaki zaidi na center back wawili. Ndio maana first half kwenye ile mipira mirefu ambayo ilikuwa inapigwa kwa Salam Hussein na yule Degemon ilikuwa inawapa sana shida Simba. Kuna moja ilipigwa ikabidi Shamo Karabu aende upande wa kushoto huko, kwa sababu Zimbo alikuwa ameoverlap. Kwa bahati mbaya ile pass alikosa, akaenda kuteleza, Degemoni akiingia kwenye box
akaenda kukeve far post, Kamara akasave. Nadhani unalikumbuka vizuri ile shambulizi, kwa sababu mafullback muda mwingi sana walikuwa wako juu zaidi kushambulia, kwa hiyo nyuma wanabaki ma center back hawa wawili, na ni kwa sababu mwalimu alijua muda mwingi sana Masri watakuwa nyuma ya mpira, kwa hiyo hata wakishambulia hawatakuwa na idadi kubwa sana ya washambuliaji. Goli limetokea kwa sababu Simba walikuwa wametengeneza overload kwenye zoni ya Masri. Mpanzu ni uwezo binafsi. So ukitazama amereceive mpira kwenye hili eneo, and then alichokifanya ni kama alikuwa na cutting kwenda kukeve maybe far post, lakini pale akachange direction, akaturn, akamtambuka back, and then akaenda kupiga shoot ambalo liliingia near post. Goli la kwanza likawa limetokea. Goli la pili brilliant kwa sababu zilihitajika pasi 5. Unaweza ukatazama Zimbo amepokea mpira mstari wa katikati, amesogea mbele zaidi, amempasia Jean Charles Ahoua ambaye alikuwa kwenye half space. Jean Charles Ahoua ameweka kwa Mpanzu pembeni, Mpanzu amerudisha kwa Zimbwe, Zimbo amepiga cross kwa Mkwala ambaye alikuwa na center back watatu, lakini kwa sababu ni dominant hewani ameruka na kile kichwa amekibundisha. Kwa hiyo wakati goalkeeper anaruka alishindwa kusave kwa sababu ule mpira ulifanyaje, ulidunda. Goli la pili likawa limepatikana. So brilliant performance kutoka kwa Simba first half, magoli mawili yalipatikana na wakawa wamerudi kwenye game. Second half nadhani hapa ndo Mwarabu sasa aliona tayari tuko nyuma magoli 2-0. Tunachohitaji zaidi ni kujaribu kuwachanganya Simba. Tutapoteza mpira, tutajiangusha, na mchezaji akianguka lazima tumprotect. Ikafika hatua sasa Simba wanatuma wale msalaba mwekundu wanaingia uwanjani, lakini kila wakitaka kumzoa wachezaji wa Masri wanazingira kuzuia ili mchezaji apoteze muda. I think tuliona mpaka dakika 10 zinafanyaje, zinaongezwa. Kitendo cha kuwa wanajiangusha kilikuwa kina slow mchezo, kwa sababu kila mkijaribu kutengeneza shambulizi nyeni Simba mnahitaji shambulizi likamilika, lakini wakuta watu wanajiangusha, mnakoa, ukija kurigeni tena unajiangusha. That's why tuliona mechi inamalizika 2-2. Okay, Evansi, Mkwala alipewa nafasi na mwalimu. Yes. Amekwenda kuprove kabisa kwamba anastahili kuwa kipaumbele kwenye kikosi cha kwanza cha mwalimu kwa kile alichokifanya, kwa namna alivyoperform jana, akimweka Ateba nje na jana akiingia kabani. Performance yake ilikuwaje jana kwa ulivyomtazama? Sijawahi kuwa na wasiwasi na Dese Mkwala. Sijawahi kuwa na Dese Mkwala. Mtu wa boli kabisa. Ni moja kati ya strikers ambao kila akipata nafasi anakupa utofauti. Yaani kila akipata nafasi anakupa utofauti. Ukiangalia kwenye mechi za ligi alizozicheza, angalia magoli anayofunga, ni magoli ambayo kuna wakati unajiuliza inakuwaje rahisi kiasi hiki kwa upande wake. Angalia magoli ya vichwa anayofunga. Sio kila mtu anaweza kufunga. Yeah. Kuna watu wanapata nafasi kwenye mazingira hayo na wanashindwa kuchagua eneo la kupeleka mpira, ila ni ubora aliokuwa nao. Goli la jana analofunga, ukiangalia pasi ambayo imetoka kwa Janchazawa kwenda kwa Mpanzu, aliita iweke hewani, pasi haikuja, ikaenda kwa Shabalala, bado akamonyesha tena Shabalala niwekee mpira kichwani, imewekwa, ameruka, amefunga, na amefunga katikati ya watu wawili. Yani yuko katikati yao na ameweza kuwabit, amepasia kambani. Ukiangalia movement ambazo wanazifanya, sidhani kama kuna beki yote anatamani kucheza na Mkwala, sidhani, kwa zile movement anazozifanya. Kuna muda unategemea atakuwa mbele yako ameapa, kuna muda unaamini huyu yuko nyuma yangu itakuwa ni offside, unashangaa ametokea upande wa kushoto, ametokea upande wa kulia. Kwa hiyo mimi kwangu niliamini jana kama angepata nafasi kuna kitu angemuofa mwalimu, na imekuwa hivyo. Kapata nafasi, amecheza na amepasia kambani. Na ukienda hata kwenye mikwaju ya penalti, unaona penalti aloenda kupiga, muda anaenda kupiga penalti, kila mtu alikuwa anasema huyu anaweka nje, kipa anachukua. Mwisho wa siku kapiga penalti bora kabisa. Yaani amechagua sehemu sahihi na amepasia. Kwa hiyo mimi kwangu sijawahi kuwa na wasiwasi na Mkwala toka siku ya kwanza anacheza. Sijawahi kuwa na doubt yoyote kwake, kwa sababu ni striker wa mpira na anafanya vitu ambavyo namba 9 halisi anatakiwa kufanya kiwanjani. Kabisa. Mambo yalipendeza na ameelezea vizuri kabisa. Na kabla ya mchezo kila mmoja alikuwa anatoa maoni yake, na wengi walipendekeza Mkwala, hatimaye akapata nafasi na akaonyesha kile ambacho watu walikuwa wanampigia chapuo. Lakini huyo ni mmoja. Kulikuwa kuna Jean Charles Ahoua ambaye pia watu wamemtaja sana siku ya jana kwamba wanaona ni mmoja kati ya watu ambao kuna namna alikuwa hajacheza kwenye kiwango ambacho kilikuwa kinatakiwa kuchezwa katika mchezo wa jana. Ya Magonga, wewe kwa mtazamo wako umeonaje, pengine Ahoua alitakiwa kufanya nini zaidi ya kile ambacho alikifanya jana?
kwenye nafasi anayoicheza kiwanjani, kwa maana ni kiungo mshambuliaji kama namba 10, watu wanatarajia wewe kusimplify ama kufanya vitu kuwa rahisi kwenye ile zone ya mpinzani ambapo Simba wanatengeneza mashambulizi. Ni kitu ambacho kilikuwa ni kigumu kutokea. Kuna namna naweza nikaelewa kwamba moja inategemeana na wapinzani ambao walikuwa wanazuia, lakini jambo la pili ni yeye kushindwa kufanya maamuzi sahihi katika wakati sahihi. Yani kuna baadhi ya nyakati unatarajia kuona anapaswa kupiga pasi lakini afanye hivyo. Kuna wakati kuna wakati unaona kuna space anatakiwa afanye dribbling, a shoot, afanye hivyo. Kwa hiyo ni changamoto kubwa kwake, ni issue ya maamuzi tu, lakini for me kwenye vitu vingine naona ni mchezaji mzuri, ni mchezaji ambaye jana hata kipindi cha pili mwishoni kabisa wakati Mwalimu Fadlu anafanya mabadiliko aliingia Awesu Jean Charles au alibadilishiwa nafasi pia. Alishuka kwenye base ya midfield akaenda kucheza na Kagoma kwenye double pivot. Kwa hiyo so far mimi naona ni mchezaji mzuri, lakini kwenye baadhi ya maeneo ambayo watu wamekuwa wakilalamikia, maybe na msistaki kulalamika sana kwa sababu Jean Charles au asimuone kama ni creative midfield. Yani yule kiungo mbunifu haswa ambaye unaweza kumdemand assist za kutosha kwa msimu husika, lakini naona ni aina ya kiungo mshambuliaji ambaye ana prefer zaidi kufunga kuliko hata kutengeneza. Na ndio maana ukiangalia na Simba ambavyo walikuwa wanacheza, ukiangalia hata kwenye heatmap Simba wametengeneza mashambulizi yao zaidi kupitia maeneo ya pembeni, na alichokuwa anahitaji mwalimu, kwa sababu Shalea huwa ni mzuri kwenye kuhold mpira, anatakiwa kukaa kwenye zile ndani ya zile block, kwa maana kwenye kuta za ulinzi za timu pinzani, lakini alikuwa anamhitaji Kibu na Mpanzu kuwa pembezoni ya zile kuta ili kuwasaidia wale mafullback, kwa maana Shabalala pamoja na Kapombe kutengeneza mashambulizi kwa kutumia zile njia za pembeni, na wakati mwingine iliwapo urahisi pia. Hata magoli yote mawili yamepatikana kwa staili hiyo, kwa sababu walikuwa wanajua Simba kwenye kitakwimu, Simba kwenye mchezo wa jana walitengeneza nafasi chache zaidi kwa kutumia njia katikati ya kiwanja kukompea na maeneo pembeni, na hii ni kutokana pia na wachezaji ambao wako nao. Wachezaji wao wengi asasa Mpanzu nimeongelea, ambaye ndo alionekana kama chachu, alikuwa na operate zaidi akitokea pembeni, kwa sababu ana enjoy zaidi akicheza kwenye space, anapenda kusafiri na mpira. Kwa hiyo ili kuepuka risk, mara nyingi wanatumia njia za pembeni, kwa sababu ukiwa intercepted katikati ya kiwanja ni hatari zaidi kufanya turnovers. Kwa au for me kitu ambacho banatakiwa boresha zaidi ni kwenye decision making, lakini kwa vitu vingine kiwanjani kwangu mimi naona alikuwa correct.